Leo tutaenda kuangalia kwa nini Biblia iliandikwa. Kama tulivyoona hapo awali, tukaona vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiisumbua kanisa wakati kanisa ndio linaanza, mitume wakisambaa kuhubiri injili huko na huko. Walikutana na watu ambao wengine wameokoka, lakini hawakukubali kubadilisha tabia zao na tamaduni zao za kipagani. Lakini wengine walipopewa nafasi ya kuingia katika makanisa, walisisitiza mafundisho yaliyopotofu, mafundisho ambayo yaliishia kuligawanya kanisa. Tuliliona kundi la Musa, tukaliona kundi la Nikolai, tukaliona kundi la kina Seti. Leo nataka tukaangalia kundi la 4, kundi la watu wanaoitwa wafuasi wa Hermes. Hermes ni nani basi? Hermes ni mmojawapo ya miungu ya Kigiriki. Hawa ni wafuasi ambao walikuwa wakiamini katika miungu ya Kigiriki. Wafuasi hawa katika sera zao waliamini ya kwamba mwanadamu yeyote ameumbwa ana nguvu mbili. Ana nguvu ya asili ambayo ni nguvu ya roho, na ana nguvu ya nje ya asili ambayo ni nguvu ya damu na nyama. Wanasema mwanadamu akiwa katika nguvu ya asili ya kiungu ambayo ni nguvu katika ulimwengu wa roho, hawi tena mwanadamu, anakuwa ni kiumbe kingine. Na wakachukua level 9 za kubadilika katika maisha ya kiroho. Level ya 9 wakasema ni level ya juu kabisa, ni level ambayo mwanadamu hahitaji kuwa na ndugu. Ni level ambayo mwanadamu anaishi angani, haozi, hafi, haoi, hana haja kuwa na familia. Hiyo ni level ya 9. Kwa hiyo wakasema wanadamu wengi wanaishi level ya kwanza, ambayo kidogo wanatoka katika mwili, baadaye wanarudi katika roho. Wakasema hizo ndizo level za wanadamu. Mambo yafuatayo ni mambo ambayo walikuwa yakiyafundisha na walikuwa wakiyachanganya pamoja na mafundisho ya mitume, ikasababisha kanisa lilete mtofauti ndani ya kanisa na sintofahamu ndani ya kanisa la mwanzo likiwa linaanza injili. Miungu hii ya Kiunani au waumini hao wa miungu ya Kiunani, jambo la kwanza waliamini ya kwamba Yesu ni kiumbe cha ajabu, ndio maana akikufa kikafufuka. Lakini jambo la pili, walisema Yesu ameumbwa na Mungu wao anaitwa Mungu Sofia, ambaye ni Mungu mkubwa zaidi kuumba katika uumbaji. Kwa hiyo Yesu wanasema aliumbwa na Mungu Sofia. Lakini jambo la tatu, walisema kitendo cha Yesu kufa na kufufuka na kupaa mbinguni, hicho ni kitendo cha levo ya juu kabisa ambacho mwanadamu yeyote anatakiwa kufikia. Kitendo cha kujitenga na mwili na roho ni levo ya 9 katika imani zao, levo ambayo unakaa nje ya mwili kwa muda mrefu, levo ambayo haufi tena, hauozi tena, hauna haja ya kuwa na ndugu unapofika katika levo hiyo. Lakini jambo la 4, waliamini ya kwamba somo linalohusu kufa na kufufuka kwa Yesu na mateso ya Yesu ni mafundisho yanayohusu ya kwamba hilo ndio lilikuwa ondoleo la dhambi. Wanasema hayo ni mafundisho potofu. Hakuna uhusiano wote wa kufa, hakuna uhusiano wote wa mateso, hakuna uhusiano wote wa kufufuka ndio ukaondolewa na dhambi. Wakasema mbona miungu yao haiwasaidii kuwatoa katika dhambi? Na wakasema kama ndivyo, mbona Wakristo wengi wanatenda dhambi lakini bado wanajiita wameokoka? Wakasema mtu ukifa hata ukifufuka hauna mamlaka yoyote ya kiungu kuondoa dhambi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la kustajabisha zaidi, wakasema yai ni mfano hai wa maisha ya mwanadamu ambayo yamebeba nguvu katika ulimwengu wa roho. Wakasema yai lina nguvu za kiroho kuliko kitu chochote. Yai lina nguvu la kiroho, hata mwanadamu mwenyewe anaweza akalizidi yai, lakini shida ni kwamba mwanadamu hajitambui. Wakasema wao wanaamini katika yai limebeba nguvu za kiroho. Wakasema ukichukua yai ukilichemsha, ukisha kulichemsha unalitoboa, ukisha litoboa unahakikisha ule uto wa ndani wote unaotoa kupitia hicho kitobo bila kulipasua yai lote. Unapotoa ute wa ndani wote katika hicho kitobo, kisha linabakia kasha la yai. Lile kasha la yai wanasema unaweza ukaliweka pembeni ya mto wako. Unapoliweka pembeni ya mto wako wakati wa usiku,
unalala. Ukilala hapo kwenye kitanda usiku, unalishika hilo yai kwa mikono yako miwili, ukikaa uelekeo wa mahali ambapo unataka kwenda, au mahali ambapo unataka Mungu akufanyie jambo lako. Mungu wa Hermes, unapoliita hilo yai, unaita mara 3, Mungu wa Hermes nisaidie, Mungu wa Hermes nisaidie, Mungu wa Hermes nisaidie. Mara ya 3 utajikuta umesafiri, umefika mahali unapotaka kwenda, unafanya shughuli zako, kisha unarudi mahali ulipokuwa umekaa. Akasema hichi ni kitendo ambacho mwili wenyewe na mwanadamu ameumbwa ndani yake, kitendo cha kufanya maajabu ambayo hakuna mtu anayeweza. Kwa hiyo hao walisema watu wanavyokwenda kanisani na kuanza kufundishwa ni kupoteza muda. Ni lazima mtu akae ajifunze kiundani jinsi gani ya kutumia nguvu za Roho ambazo amepewa na Mungu. Mfano mmoja ni kutumia yai kwa ajili ya kukusaidia kwenye shughuli zako za kawaida. Wakasema Mungu wa Hermes ajafa anaishi, ndio sababu Yesu naye ajafa anaishi. Nini maana yake? Maana yake, mitume walipokuwa wakilipeleka neno la Mungu walikutana na watu wenye imani za tofauti. Kilichowagharimu kanisa la kwanza ni kanisa ambalo lilikuwa na upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo lilikuwa linakaribisha watu wa aina tofauti tofauti, na watu wa aina tofauti walivutiwa na aina ya upendo wa ile kanisa la kwanza waliokuwa nao. Kwa bahati mbaya sana, watu hawa hawakutaka kuacha mafundisho yao ya miungu yao ya zamani. Kwa hiyo wakaona sehemu pekee ya wao kujaribu kuoainisha imani yao na imani ya Yesu ni ndani ya kanisa, kiasi kwamba ikaleta migawanyiko ndani ya kanisa, na kanisa likaamua liandae nyaraka zake ambazo zitaitwa kitabu kitakatifu cha Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ulikimbiliwa sana, si kwa sababu ya ishara na maajabu tu, ni kwa sababu ya mfumo wa upendo waliokuwa nao. Walikusanya watu wa aina zote, matabaka yote, na watu wenye tabia za tofauti. Lakini tabia ya mwanadamu ni tabia ya kung'ang'ania vitu vya zamani. Hiyo tabia iligharimu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usikose kuangalia kikundi kingine cha mwisho ambacho nitaenda kukiongelea. Vikundi viko vingi, lakini nitaongelea hivi vikundi 5, kisha tutaenda kuangalia jinsi gani nyaraka zilichambuliwa hata leo tukapata kitabu kitakatifu, kitabu cha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na ushauri, ukiwa na maoni ya aina yoyote, karibu kwenye comment. Unaweza ukapiga simu, namba za simu ziko hapo. Una shida yoyote ya kiroho, una shida yoyote ya maombi na ushauri, unaweza ukapiga namba za simu, tutakusaidia, tutakaa na wewe, tutakufundishana. Mungu akubariki sana. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.